Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Marekani imetangaza vikwazo dhidi ya watu na makampuni 10 ambayo ni kutoka nchini China na Hong Kong kwa tuhuma kwamba walisaidia Iran kupata silaha na malighafi zilizohitajika kujenga ndege zisizokuwa na rubani za Shahed na makombora ya ballistic. Wizara ya fedha ya Marekani mnamo siku ya Ijumaa ilitangaza vikwazo vipya dhidi ya makampuni 10 yakiwemo kadhaa kutoka nchini China na mengine kutoka huko Hong Kong, na wizara hiyo imesema kwamba watu hao 10 pamoja na makampuni yalisaidia katika juhudi za vita vya Israel na Marekani dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Hata hivyo, inadaiwa kwamba kuna makampuni kutoka nchini China yalitoa makombora ya ballistic, lakini pia yalikuwa yakirekebisha ndege za Shahed. Hatua hiyo ya hazina imeripotiwa kwa mara ya kwanza na shirika la habari la Reuters. Imekuja siku chache kabla ya rais wa Marekani Donald Trump kupanga kusafiri hadi nchini China kwa ajili ya kukutana na rais wa China Xi Jinping, huku juhudi za kumaliza vita za Iran zikikwama. Katika taarifa yake, wizara ya fedha nchini Marekani imesema bado iko tayari kuchukua hatua za kiuchumi dhidi ya kituo cha kijeshi cha Iran ili kuzuia Tehran kuunda tena uwezo wake wa uzalishaji wa makombora. Wizara hiyo imesema pia iko tayari kuchukua hatua dhidi ya kampuni yoyote ya kigeni inayounga mkono biashara ya Iran, ikiwa ni pamoja na mashirika ya ndege, na inaweza kuweka vikwazo vya pili kwa mashirika ya fedha za kigeni ambayo yanasaidia juhudi za Iran, ikiwa ni pamoja na yale yaliyounganishwa na viwanda huru vya mafuta ya Teapot ya China. Vikwazo vinalenga kukabiliana na tishio la Iran. Brett Erickson, msimamizi mkuu wa washauri wa hatari wa Obsidian, alisema hatua za Marekani zinalenga kukandamiza uwezo wa Iran wa kutishia meli zinazofanya kazi katika mlango wa bahari wa Hormuz na washirika wa kikanda. Hata hivyo, inaelezwa kwamba Iran imepata msaada mkubwa kutoka katika baadhi ya makampuni huko Hong Kong, lakini pia kutoka katika makampuni ya Uchina, na hivyo Marekani inaendelea kufanya uchunguzi kubaini juu ya kadhia hizi. Iran ilifunga mlango wa bahari wa Hormuz, mzingo mwembamba kati ya Iran na Oman, ambapo sehemu ya 5 ya mafuta yaliyosafishwa na gesi asilia iliyoyeyushwa duniani hupitia, na baada ya Marekani na Israel kushambulia idadi kubwa ya shabaha nchini Iran mnamo Februari 28, usafirishaji wa meli kupitia njia hiyo muhimu ya maji umekaribia kusimamishwa tangu vita hivyo kuanza na kusababisha bei ya juu ya mafuta. Iran ni mtengenezaji mkuu wa ndege zisizokuwa na rubani na ina uwezo wa kiviwanda wa kuzalisha takribani ndege 10,000 kwa mwezi, kulingana na kituo kinachofadhiliwa na serikali ya Uingereza kinachofahamu suala hilo. Wachambuzi wanasema vikwazo bado vilikuwa vimelenga kwa kiasi kidogo na vimeipa Iran muda wa ziada wa kurekebisha na kuelekeza upya ununuzi kwa wasambazaji wengine. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News.